السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, leo ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu, kwa hiyo kwa kuwa wengine hawakuwepo jana, tukumbushe baadhi ya nikati zile tulizozipitia ili tukiendelea mbele wasiwe wamepitwa wakawa wanajiuliza mbona kitu fulani hakieleweki, tuwe tunakwenda kwa mtiririko mmoja. Katika mambo tuliyoyapitia jana, tulikuwa tunakumbushana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam awe ni mtume wa mwisho, na akachagua maswahaba wawe ndio vipenzi wake, wawe karibu na yeye, wajitolee kwa nguvu zao na akili zao na mali zao kumlinda, ili hii dini ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunuliwa na Allah iwe itaendelea, basi maswahaba hawa waibebe, waifikishe duniani. Akawachagua kwa utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maswahaba wakafanya kazi kubwa sana kuifikisha dini hii mpaka tukaipata ikiwa iko safi, kwa juhudi nyingi sana, mpaka wametoka katika dunia, lakini mambo yao kama vile bado wamo. Kila siku anatajwa Abu Huraira, anatajwa Abu Bakar as-Siddiq, anatajwa Umar ibn al-Khattab, anatajwa Aisha, anatajwa Hafsa, wanatajwa na wengine na wengine. Ilikuwa kwa mafundisho ya Allah, watu hawa ametuamrisha Allah tuwataje vizuri, na wakitajwa tuseme radhiyallahu anhum, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza kuwaridhia. Allah mwenyewe amekwisha tangaza kuwaridhia watu hawa. Sasa jana tulikuwa tukizungumza baadhi ya aya zilizokuwa zimetaja wazi wazi Allah ameridhika na watu hawa mpaka akawatangazia pepo. Tutapitia tafsiri ya haraka haraka ya aya hizo ili upate fikra ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia watu fulani, halafu upate kujiuliza, hivi mtu akisharidhiwa na Allah na mtume ameshaondoka na Qur'ani imekwisha timia, baada ya hapo inawezekana mtu mwingine akwambie huyu mtu hajaridhiwa? Hiyo ndio mada imekaa katika sura hiyo. Au Allah anatangaza kumridhia mtu, halafu mtu aibuke miaka ya leo akwambie huyu hastahili kuridhiwa na Allah, huyu anastahili laana. Je, hivi vitu vitaingia akilini? Akiwa mtu amebeba sura ya kuwa ni Muislamu na anakueleza vitu vya namna hiyo vinakwenda kinyume na aya ulizozipitia, wewe kwako utamuonaje? Je, wanazuoni wetu wakubwa, miongoni mwao Imamu Ahmad anasema mtu ukimuona anafanya hivi mtuhumu Uislamu wake. Je, wewe unaungana na Imamu Ahmad au wewe una maoni gani kuhusu mtu wa aina hiyo? Sasa hebu tuzipitie aya kwa kuwazindua ili tuwe tunakwenda pamoja. Katika jumla ya aya tulizungumza aya ya surati Tauba ya 100, wakati Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu wale wema waliotangulia katika Uislamu miongoni mwa muhajirina na ansar, na waliofuatia wao baada ya hao waliotangulia kwa wema wakawafuatia kwa wema.
Allah akatangaza radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia nao wakamridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na akawaandalia pepo inapita chini ya pepo hizo mito, khalidina fiha abada, wakae humo milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndiko kufaulu kukubwa. Watu waliowatangaza wakawa ni wale walioingia katika Uislamu mwanzo kabisa, wa mwanzo kabla ya sulhu ya Hudaybiyah na kabla ya fathi Makkah. Kuna watu wameingia katika Uislamu, halafu wakaja wengine baadaye. Baada ya sulhu ya Hudaybiyah kuna kundi la pili likaja, sifa zao hazifanani na wale wa mwanzo, lakini pamoja na hao waliokuja kwa wema wote Allah akawatangazia radhiyallahu anhum. Sasa ikawa maswali yetu tukienda pamoja, nikikuuliza katika wa mwanzo kutangulia katika Uislamu, Abu Bakari yumo hayumo? Yumo. Historia tunaijua hiyo au hatuijui? Mtu wa kwanza kusilimu katika wanaume ni nani? Abu Bakar. Kwa hiyo yumo katika wa mwanzo walioingia katika Uislamu. Uthman ibn Affan ni katika watu ambao Abu Bakar aliposilimu tu, da'wa yake ya kwanza tu alikuja na Uthman ibn Affan na Abdurrahman ibn Auf na wengine. Kwa hiyo hao ni wa mwanzo kabisa. Uthman ibn Affan yumo hayumo? Yumo. Baada ya matukio ya vurugu nyingi, Umar ibn Khattab alikuwa na chuki sana na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini muda si mrefu amepita kwa dada yake, akamkuta kuna watu wanajifunza Uislamu, akaingia pale na vishindo vyake, mara akapata makaratasi ya Qur'ani. Alipoyashika tunakuyasoma, moyo wake ukalainika. Uliponainika akamtafuta Mtume na akaenda kusilimu. Wa mwanzo kusilimu katika waliotajwa hapa, Umar ibn Khattab yumo hayumo? Yumo. Hao ni katika watu waliokuwa karibu sana na Mtume, na aya imewatangazia wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Allah amewaandalia pepo tena wakae milele. Mungu amezungumza kwenye Qur'an, ametangaza kuwaridhia. Akiibuka leo mtu ghafla akakwambia huyu bwana hafai, wewe unaonaje? Hiyo ni aya moja, ni aya 100 surati at-Tauba, ipitie halafu usikilize vizuri yale maelekezo niliyokuwa mmekuuliza. Wa mwanzo kuslimu hawa wamo au hawamo? Wamo. Allah ametangaza hivi kwa hawa watu wa mwanzo. Tuko vizuri? Ya pili tuliyoipitia jana ilikuwa ni surati al-Fath aya 18. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah aliwaridhia waumini wale waliofanya bai'a na wewe katika ule mti. Hii ni bai'a iliyopatikana katika Hudaybiyah. Bai'a hii Uthman alipotumwa ikajulikana kwamba ameuawa. Kumbe ikatokea baadaye hakuuawa, lakini Mtume alipopata habari zile za kuwa ameuawa akafanya bai'a na wenzake maswahaba waliokuwepo, nimeweka mkono hapa, hakuna kuondoka mpaka kufa kwa ajili ya kutetea damu ya Uthman. Nani yuko tayari aweke mkono? Waliweka mkono wote pale, na yeye aliweka na mkono wa Uthman ibn Affan, akasema na huu ni wa Uthman. Kwa hiyo walikuweko watu 1400 au kuzidi kidogo, wote walikubali bai'a hiyo. Allah akatangaza kwa hakika aliwaridhia waumini wale waliofanya bai'a na wewe chini ya ule mti. Allah alijua yaliyokuwa ndani ya mioyo yao, akateremsha utulivu kwao na akawalipa malipo ya ufunguzi wa Maka uliokuwa karibu baada ya pale. Tangazo lililoko hapa, laqad radiyallahu anil mu'minin, Allah aliwaridhia wale waumini. Hakukushuka aya nyingine iliyotangaza Allah amefuta radhi ile. Imeeleweka hivi? Pameeleweka? Haikushuka aya nyingine ya kutengua hiyo radhi. Na kanuni ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitufundisha umma wake huu ulioko duniani, karne bora alizibaini ni ile aliyokuwa nayo yeye kwanza na maswahaba wake, kisha iliyofuata manake ni maswahaba na tabi'in, kisha iliyofuata ni tabi'ina na tabi'in. Khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
Sasa hizi ndio karne bora. Hawakupatikana katika karne bora watu waliowasema vibaya watu hawa walioridhiwa na Allah. Leo katika karne zetu zilizokuja ambazo wala hazina ubora wowote, kuna watu leo wanawasema vibaya hawa watu, na wakitajwa wanasema laanatullahi alayhi. Wapo na pengine watakaribia kuingia majumbani mwetu. Ndio maana kusafiri huko nije niwakumbushe baadhi ya nikati hizi, muwe mna makini. Huu ujumbe wa ajabu huu unaingia majumbani mwetu taratibu taratibu, kwa vijibahasha tu unaingia majumbani, muwe makini sana. Aya nyingine ni suratul Anfal, Al-Anfal aya 74. Allah anazungumza wale walioamini na wakahama na wakapigana jihadi na wewe katika njia ya Allah, na wale waliowapokea wenzao kule Maka, akabaini ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini kikweli kweli. Allah amewatangaza imani. Mimi na wewe wala hatujatangaziwa kama, tufanye juhudi tu tuingie kwenye imani sawa sawa, lakini hawa wameshatangaziwa kwenye Qur'ani, itasoma mpaka siku ya Kiyama. Waliamini wakahama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafanya jihadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio waumini kweli kweli. Akasema Allah katika tangazo lake, lahum maghfiratun, ni wakwao msamaha. Allah amekwisha wasamehe. Kama wamefanya makosa yote Allah amewasamehe. Hivyo alikwisha samehewa, anakwenda wapi? Peponi. Sasa Allah amewatangazia pepo wenzetu, anaibuka mtu miaka ya leo anasema Allah umekosea bwana, hawa anastahili walani. Wewe unamwonaje? Kuwa makini. Tena watapata rizqun karimu huko peponi. Aya nyingine ni surati Tauba aya 20 mpaka 22 tulizopitia jana. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi biamwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allah, wale walioamini na wakahama na Mtume na wakapigana jihadi katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao, hao daraja yao ni ya juu sana mbele ya Allah. Watu waliotajwa namna hiyo, Abu Bakari yumo hayumo? Umar, Uthman, na ndio wanaotajwa vibaya hao wote hao ndio wanaosemwa vibaya. Mungu amewafanya ndio watu wa karibu kwa Mtume. Mtume anawapenda mpaka wengine akawaozesha watoto wake, akawaozesha binti wa kwanza akafa, akamwozesha binti wa pili akafa, akasema kama ningekuwa na watatu na kuozesha tena ningekuozesha. Uthman bin Affan radhiallahu anhu naye pia anasemwa vibaya. Anatokea mtu leo anamuona Mtume kumwozesha binti zake wawili yule kama alikosea, hafai. Halafu akamwambia kama ningekuwa na watatu pia ningekuozesha. Mtume haelewi vizuri. Mtu aliyeibuka leo anaona yeye kwamba yule hafai, Mtume amekosea. Wewe unaionaje hiyo sura? Naam. Anasema Allah, hawa wako daraja ya juu sana. Wa ulaika humul faizuna, nao ndio watakao faulu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, Allah amewabashiria, amewapa habari njema ya rehma zake na radhi zake. Wa jannatin lahum fiha naimun muqim, Allah amewatangazia pepo. Allah anawatangazia pepo watu, si huku tunawatangazia moto. Juzi tu kuna klipu imerushwa ya watu wa aina hiyo, wametengeneza keki, halafu wanaikata ile keki imeandikwa Umar ibn al-Khattab, wanaikata wanasema Umar finnar, Umar finnar, wanakata ile pepo halafu wanajipongeza wanakula. Na watu hao ukiwaona, yani wame appearance wao ndio Waislamu kuliko watu wote duniani wanakujifanya. Kuwa makini sana. Kama Uislamu ni appearance tu kutoka namna hii, Uislamu wa kupingana na mafundisho ya Mtume waziwazi hivyo, aya za Mungu waziwazi namna hii. Mungu anasema mimi nimemchagua huyu, nimemridhia. Yeye anasema hapana, huyu Mungu umemkosea, huyu wa motoni. Tuko vizuri? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika watu waliohudhuria vita ya Badri, ambayo ndio vita ya kwanza ya Uislamu, ilikuwa ikitokea hata amekosea mtu aliyehudhuria Badri, watu wakitaka kumsema vibaya wenzake wanasema mwacheni, alihudhuria vita ya Badri huyu. Yule sahaba mmoja aliyefanya makosa akataka kufichua siri ya Mtume, akaandika barua ikafichwa kwa mwanamke kwenye nguo.
Baadaye akaja ikafichuliwa ile barua, Mtume akaijua, ikaletwa. Akamwambia, nini kilikupelekea kufanya hivi? Akasema, ya Rasulullah, sio kama ni nifaki, sio unafiki, basi tulijisikia ndugu zangu kule tusije tukenda tukawavamia wakapigwa, basi tu ili nitokea hivyo. Wenzake akasema, hapana, huyu ya Rasulullah amekuwa mnafiki. Akasema, tumwangalie na aliyotoka mdomoni mwake. Allah alikwisha, huyu mtu ameshuhudia Badri huyu, na Allah alisema kuhusu Badri kama vile amewatizama, akawaambia, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakachofanya, mimi nimeshawasamehe. Yani hata wakikosea duniani Allah alikwisha wasamehe. Sasa watu waliohudhuria Badri, nataka nikuulize, Abu Bakar ni Siddiqi yumo hayumo? Umar alikuwemo. Uthmani aliruhusiwa na Mtume usihudhurie, alikuwa anamuuguza mke wake ambaye ni mtoto wa binti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa wote ambao ndio walioshiriki Badri ndio wanaosemwa vibaya kweli kweli. Kuna kitu gani hapa? Tuwe makini sana. Dini inayotangazwa kwa sura hii, kuwa makini sana. Hayo ni katika tulioyapitia, na watu waliokuwa wamehudhuria bai'a hii, bai'a ya sulhu ya Hudaybiyah, walikuwa ni watu 1400 na riwaya nyingine na kuzidi kidogo. Katika watu hawa Jabir bin Abdullah al-Ansari anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, antum khairu ahli al-ardh, nyinyi watu bora sana katika dunia, watu bora kabisa ni nyinyi. Akiwa Mtume amesema nyinyi ndio watu bora sana, mtu ambaye anatoka leo hakutajwa kamwe na Mtume kuwa ni katika watu bora, yeye anawasema wenzake sio bora, bali anawaombea laana. Unalionaje hilo? Kuwa makini. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika riwaya nyingine amesimulia Jabir bin Abdullah al-Ansari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume anasema, la yadkhulu an-nara ahadun mimman bai'a tahta ash-shajara, hatoingia motoni yeyote aliyefanya bai'a siku ile chini ya mti ule, haingii motoni. Leo unakata keki unasema Umar fi an-nar. Vipi? Atakwambia hiyo hadithi hiyo sio sahihi, atakwambia hivyo. Wanazuoni wote wa Kiislamu wetu wanaisema hadithi ni sahihi, ila wameibuka watu tu wao hiyo hadithi pia sio sahihi. Yani maana yake maneno haya ni kwamba watu hawa wanataka watuambie hivi, huu Uislamu mlionao nyinyi mumeupata siko. Tukiwaambia tulikuwa tuupateje? Huu lazima tuupate kwetu sisi, muupate kwetu sisi. Nyinyi kwani nkina nani? Sisi ni wale ambao huko nyuma historia yetu ilikuwa vita kati ya Uislamu iliwahi kupambana na dola moja ya Kifursi, na sisi ni kizazi kile cha Kifursi kile. Wewe unalionaje hilo? Dola ya Kiislamu imepambana na Fursi mpaka ikaishinda, na Umar ibn Khattabi alikuja kuwapiga Wafursi wengine waliobakia mpaka akawashinda. Hapo sasa kumeibuka watu ambao ndio walioleta Uislamu zaidi kuwashinda hao kina Umar ibn Khattab. Hapa pana nini? Nataka kutuletea mambo ya kisiasa bwana. Tuwe makini tuwe makini. Haya mambo yatafika majumbani, yanakuja kwa kasi. Kingine ndugu zangu, nilizungumza jana kuhusu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alipotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi fulani afanye, akaifanya kwa uzuri. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfurahia, akampongeza, basi akapenda amuulize Mtume maswali. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu nnasi ahabbu ilaik, ya Rasulullah, mtu gani wewe unampenda sana? Uliona swali lilivyokaa kwa haraka tu, mtu gani unampenda kuliko watu wote? Mtume hakuchelewa kujibu, akamwambia Aisha, mimi Aisha nampenda kuliko watu wote. Yule bwana akaona, ya Rasulullah, mimi sikukusudia wanawake bwana, si mke wako huyo, mimi najua, nakusudia wanaume. Basi bila kusita akamwambia Abuha, baba yake. Unalionaje? Yani papo kwa papo, sikusudii wanawake, akamwambia Abuha, baba yake. Baba yake mwenyewe ni nani? Abu Bakar ni Siddiq, kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanaume wote duniani. Anaibuka mtu leo anasema hivi,
huyu bwana, huyu mtume kumpenda alikosea, huyu mtu wa motoni, huyu ndio alimfanyia khiana kubwa mtume. Bali watu hao wana matata zaidi. Wanasema Aisha radhiallahu anha sababu yao kubwa nayo ya kusema yuko motoni, ndiye alimpa sumu mtume akamuua. Habari hiyo wanaijua wao tu. Maswahaba wote hawakusema maneno hayo. Kizazi bora chote kile cha karne bora, hakuna watu waliosema habari hizo ila wao tu. Aisha amemuua mtume kwa sumu. Ili apate nini? Alafu ili iweje? Amemuua mtume kwa sumu. Ndio maana sisi tunasema finnar. Ala, Allah anatangaza Aisha peponi, wewe unatangaza motoni. Qur'ani inasemaje? Nataka niwazindue na hilo. Katika surati An-Nur, mama Aisha, si mnajua ni mtu aliyesingiziwa kadhia ya uzinifu, ndivyo sivyo? Hadithul ifki ile inajulikana. Tena kadhia hii niliwahi kukumbana na mtu mmoja wa type hizo zinazosema maneno hayo. Alikuwa amekuja siku moja, akaja akaleta mdahalo wa ajabu. Baba yangu alikuwa yuko hai, maskini, akauchomekea pale, asema yule Aisha huyu mnasema radhiallahu anha bure tu, huyu mtume mwenyewe alibashiria yuko motoni huyu. Wazee wakastuka sana, kidogo pressure zipande. Yeye lengo lake alikuwa ananikusudia mimi kunichokoa hivi kidogo, lakini sasa amezungumza mbele ya wazee waziwazi vile, watu la ilaha illa Allah. Basi mimi kwa haraka tu nikamwambia ngoja kidogo, hivi hayo maneno unasema ni maneno ya mtume sio? Ndio. Kama ni maneno ya mtume manake ni hadithi hiyo, ndio sio? Tena Sheikh Kilemile pia anaikubali hadithi, anasema yeye ndo akawa anasema, anamzulia na Sheikh Kilemile siku hiyo. Nikamwambia hata akakubali Sheikh nani, nijibu maswali yangu, hiyo ni hadithi, ndivyo sivyo? Ndio. Je, hadithi ikipingana na aya, ipi inatangulizwa kuchukuliwa? Mwenyewe akakiri akasema ni aya. Sawa? Nikamwambia basi twende kwenye aya. Kama wewe umemtia motoni mama Aisha kwa hadithi, mimi naona kama ameingizwa peponi kwa aya. Wapi ameingizwa peponi? Nikamwambia soma katika surati An-Nur, halafu wewe ndio utufasiria hapa. Kuna aya imeanza hivi, al-khabithatu lil-khabithin. Naomba unifasirie. Akasema vitu vibaya vyenye sifa ya kike kwa vitu vibaya vyenye sifa ya kiume, viwe vya vitu vibaya. Nikamwambia hebu tuiweke vizuri, ungesema hivi ingekuwa nzuri, ukasema hivi vitu vibaya ungesema wanawake wabaya wanastahili kuwa wanaume wabaya, singekuwa nzuri zaidi kuliko vitu vibaya vyenye sifa ya kike na kwa vitu vizuri vibaya vya sifa ya kiume. Sijui nimeeleweka? Yani afasi vitu tu yeye kuvuruga watu. Wal khabithuna lil khabithat. Nikamwambia na hiyo sasa, akasema na wanaume wabaya wanastahili kuwa kwa wanawake wabaya. Nikamuuliza swali, mtume ni mwanamume mbaya au mzuri? Akasema ni mzuri. Kwa hiyo hapa alikuwa anastahili kuwa wa mwanamke mbaya au mzuri? Akasema mzuri. Nikamwambia na mwanamke anayezungumzwa hapa kwa kipindi hicho, tuhuma hii ya aya hizi kushuka, ni Aisha. Twende wat-tayyibatu lit-tayyibin. Fasiri. Akafasiri sasa, maana yake hawezi tena kusema vitu vizuri kwa vitu vizuri. Akasema na wanawake wazuri kwa ajili ya wanaume wazuri. Nikamwambia mtume vipi? Mzuri. Na mwanamke wake naye mzuri. Wat-tayyibuna lit-tayyibati, na wanaume wazuri kwa ajili ya wanawake wazuri. Kama mtume ni mzuri, Aisha naye kwa hii atakuwa ni mzuri. Sasa sikiliza, ulaika mubarrauna mimma yaqulun, hawa wametengwa na yale ambayo watu wanayasema huku mjini. Watu kina nani hawa waliotengwa hapa? Aisha aliyesingiziwa uzinifu na yule mwanamume na familia yao pia iliyokuwa imeingia kwenye tatizo hilo, wote wametengwa na hayo yanayosema. Sawa? Mpaka hapo kwanza Mungu amewatakasa, hajawatakasa? Lahum maghfiratun, ni wakwao msamaha kutokana na kero alilolipata hili. Wakishasamehewa wanakuwa ni watu wa wapi hao? Sio tu hiyo, wa rizqun karim, watapata na riziki karim. Riziki karimu iko wapi? Riziki karimu ni peponi, sio duniani. Riziki ya duniani hata ya maji ili yafike hapa yamefanyika juhudi kweli, lakini maji ya peponi yakipita unaweza ukaamrisha ingia kwenye glasi hivi tu yanaingia. Mti umeota matunda pale, wewe mti wenyewe unawasogelea watu, tunda unachukua
ndivyo sivyo? Miti inawasogelea, inamsogelea mtu, ndio rizqun karimu, hiyo utoi jasho. Sawa? Sasa mpaka hapo bwana, wewe uliyekuja na habari zako, Aisha ameingizwa peponi, hajaingizwa? Ameingizwa. Kaambia sasa nini unakuja na maneno namna hii? Unajua ile aya ilikuwa haijanipitia vizuri. Akaondoka zake. Wako namna hiyo watu hawa, wanakuja na vituko namna hiyo. Sasa mama Aisha anaambiwa amemnywesha sumu Mtume, bali wanamsema amertadi. Sasa kama amertadi, Mungu alikuwa hajui kama atartadi mpaka anamtangazia hivi, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Aya inaendelea kusomwa, nyingine ya kuonyesha kurtadi hakuna. Tuko vizuri? Kuweni makini na watu wa type hiyo. Haya ndio katika yale ambayo tumeyapitia ndugu zangu. Ilikuwa mwanzo nimezungumza kwa aya, sasa ziko hadithi, tusikilize na hadithi kuhusiana na watu wanaotusumbua namna hii mpaka majumbani mwetu, na watoto wanapelekewa kuwasomesha. Watoto wetu wanapelekewa kuwasomesha, wana shule zina mvuto. Kwa hiyo wakipelekwa watoto bila watu kujua, atarudi na itikadi gani huyu? Tuwe makini sana. Miongoni mwa hadithi, kwanza kabisa kabla sijaanza hadithi, wanazuoni wetu wa Kiislamu kwa ujumla wao, wema waliotangulia wote kwa ujumla wao, wanazuoni wetu wa Kiislamu wameafikiana, hakuna mpinzani, kwamba Abu Bakar ni Siddiq ni sahaba bora kuliko wote, kutokana na aya ilivyomtaja. Suhba yake imebainiwa katika Qur'ani, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Sawa sawa. Qur'ani imemtaja wakiwa wako pangoni, anaongea Mtume na rafiki yake, anamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana. Tuko vizuri? Abu Bakar yuko hivyo. Wanazuoni hakuna mpinzani, ila wapinzani ni walioibuka hivi karibuni wanaomwombea laana Abu Bakar ni Siddiq. Wao katika shahada yao ya kuingia katika Uislamu, mtu haingii Uislamu mpaka awe amemlani Abu Bakar ni Siddiq. Wanatoa shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Aliya waliyullah wa hujjatuhu ala khalqihi. Halafu kwa kusisitiza wanamwambia mtu, wa ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisha wa Hafsa fi nnar. Wao ndio wanamwambia mtu atamke hivyo. Iko hivyo, si mambo ya kubuni. Muda hautoshi tu kuwaonyesha clip moja moja. Itafika siku insha Allah tutakuwa tukisema hivi, pap, inaruka pale ukutani, mtu anaona. Yani shahada moja kwa moja inatoka namna hiyo, na hawafanyi kwa kificho. Hayo wanayozungumza kwamba mama Aisha amemnywesha sumu, sio mambo ya kificho duniani, na hapa Tanzania yameshaanza kuwepo, lakini ilikuwa bado watu wanafumbia macho. Sasa hatupendi kukutajia jina ni nani hao, lakini wasfu wao utamjua tu, utawajua tu, hakuna kificho. Wasfu wao ni huu, hawakubali. Qur'ani yetu yote hii wanaihesabu kwamba ina makosa, ina mapungufu. Swala zetu wanazihesabu zina mapungufu, na swala yao haisihi sawa sawa ila juu ya kijiwe. Sawa sawa, wako katika sifa hizo. Na ukiwauliza kwa nini nyinyi mpaka msujudie kijiwe, wanakuambia hatusujudii kijiwe, tunasujudu juu ya kijiwe, kwa sababu msikiti wa Mtume ulikuwa ni mchanga. Sasa leo tumetandika makapeti ili tupate sifa ya ule mchanga, lazima tuweke kidogo mpahali sujud, tuweke kijiwe. Sasa basi ingebidi kwenye sujudi vijiwe kama 7 hivi, kwa sababu adhau sujudi 7, si ndio? Ingekuwa mote uwe mna vijiwe magotini, viweko hapa, viweko hapa, viweko kwenye vidole kwa chini, viwepo. Hilo linakuwa limeishia hewani hivi. Kibaya zaidi kwamba wao siku zote wanachukua udhaifu wa watu kuelewa kitu. Wakishasema hivyo, baadhi ya watu wanaona kweli kusujudia juu ya mchanga itakuwa ni bora zaidi kuliko chini. Kwa hiyo wanakuwa wamekwisha mshika mtu hapo. Lakini kijiwe chenyewe ni kijiwe maalum. Kijiwe hicho ni mchanga wa sehemu maalum, Karbala. Haya mengine yote yanakuja, lakini ni mchanga wa Karbala. Na kufahamisheni, kwenye kaburi ya Imam Hussein, bali wanaihesabu sasa ardhu Karbala yote ni ardhi takatifu kushinda hata Al-Kaaba. Wao ndivyo wanavyosema.
bali wana itikadi zao nyingine. Ukikwambia, wanasema ukifika kwenye kaburi ya Husaini ukafanya ziara pale siku ya Ijumaa, unatufu pale pamoja na Mungu. Mungu siku ile ya Ijumaa naye huwa anazunguka ardhi ya Karbala. Yaani mtaona kama ndoto fulani, lakini ndio uhalisia huo. Ndugu zangu, imani yao iko hivyo. Sasa hawa maswahaba, wanazuoni wetu wote wameafikiana Abu Bakar ni sahaba bora, bali wakamsema atakuwa baada ya manabii ni mtu bora sana, lakini mbele ya wao ni mtu asiyefaa. Kwa mulakhas, yani kauli ya wanazuoni wa salaf, mwanachuoni mmoja alisema hivi, salafu salih, wema wetu waliotangulia, mmoja alisema hivi: lau qila lilyahud man khairu ahli millatikum, kama Wayahudi wangeulizwa hivi watu bora katika mila yenu ya Kiyahudi ni watu gani? Myahudi kama angeulizwa hivyo, au Wayahudi wangeulizwa hivi, laqalu, wangesema ashabu Musa alladhina raauhu wa nasaruhu, wangesema wale watu wa Musa, wale waliomuona Musa na wakamnusuru, hao katika mila yetu hao wangekuwa ni watu bora sana. Wayahudi wangekuwa na itikadi hiyo. Na walau qila linnasara man khairu ahli millatikum, kama Wakristo kwa mfano wangeulizwa katika watu wa mila yenu watu bora sana, wangesema ashabu Isa alhawariyun, wale watu wa Nabii Isa, wale mitume wake aliokuwa akiwatuma, wale wangekuwa ni watu bora sana wale. Walau qila lihadhihi at-taifa baada nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama lingeulizwa pote hili taifa hili, man sharru ahli millatikum, hivi katika mila watu wenu mlionao katika dunia ni watu gani shari kushinda wote? Laqalu ashabu Muhammad alladhina raauhu wa nasaruhu wa azwajuhu, hawa watu wangesema watu shari tunaowajua sisi ni wale walioishi karibu sana na mtume. Wao wangejibu hivyo, wale watu walioishi karibu naye sana ndio waliomfanyia khiana mtume, bali na wake zake. Na ndio maneno yao kweli, watu wa karibu sana kwa mtume ndio watu shari kwao, na wake zake ndio shari kwao. Sasa hapa ilikuwa ni mulakhas wa yale ambayo yametangulia. Tuangalie sasa hadithi ya kwanza katika hadithi tulizonazo, ndugu zangu. Miongoni mwa hadithi tulizonazo, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri anaisimulia, ambayo ni muttafaqun alayh, imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Anasema Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba wangu. Pengine mtu anaweza akasema hadithi hii wakati inasemwa alikuwa anaambiwa nani? Na waliokuwa wakimzunguka ni maswahaba. Mtume anawaambia nani msiwatukane maswahaba wangu? Aliokuwa akiwaambia wakati huo nao ni maswahaba hivyo hivyo, lakini akasema nyinyi msiwatukane hao maswahaba wangu. Ilitokea nini mpaka mtume akasema hivyo? Ilikuwa ni kadhia ya Khalid bin al-Walid na Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni wa mbele katika kusilimu, kama tulivyokuambieni, watu walioletwa na Abu Bakar mapema sana, ni sahaba wa mbele sana. Khalid bin al-Walid alikuwa mwanzo ni mpinzani sana katika Uislamu, akachelewa sana kusilimu, mpaka mtume alikuja kumuita akamwambia, wewe mtu kama wewe, sikuoni mimi kwamba akili yako ilivyo iwe hujaelewa hili tulilonalo. Ikaenda mpaka akasilimu huyu bwana, lakini alichelewa. Amesilimu baada ya sulhu ya Hudaybiyah imeshapita. Kwa hiyo hawa ni watu waliochelewa, kwa sababu waliotangulia ni wale kabla ya sulhu ya Hudaybiyah, waliokuja baada yao ni baada ya sulhu ya Hudaybiyah. Kwa hiyo Allah aliwataja sana waliotangulia, sawa sawa, lakini akasema na waliokuja baada yao kwa wema, radhiyallahu anhum. Tuko vizuri? Sasa Abdurrahman bin Auf ni katika waliochelewa, lakini bado Allah ni katika watu ambao amewaridhia. Tuko pamoja? Ila mwenyewe Abdurrahman bin Auf na Khalid bin al-Walid palitokea mzozo kidogo wa kibinadamu, wakakosana. Walipokosana, Khalid bin al-Walid akamwambia Abdurrahman bin Auf, bwana, mbona mnataka mtukalie juu kwa sababu tu eti nyinyi mmetutangulia? Si ubinadamu, maneno yanajitokeza kwamba
msituonyeshe kutuzidi bwana, kwa sababu tu mmetutangulia bwana, acha bwana. Yakamfikia Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hebu fikiri, mtu Khalid bin al-Walid ni katika watu nao wanapendwa na aliombewa dua anayasilimu, sawa sawa, lakini bado Mtume akamwambia la tasubbu ashabi, msiwaseme vibaya masahaba wangu. Hebu fikiria, Khalid bin al-Walid ambaye ameitwa Saifullah, upanga wa Allah, aliyeshiriki vita nyingi mno, mtu mkubwa, amejulikana, nusra kubwa ya Uislamu ilipatikana kupitia kwake, ameteleza akamsema vibaya katika wema waliotangulia hao masahaba wa mbele kina Abdurrahman bin Auf. Mtume anasema la tasubbu ashabi, msiwaseme vibaya masahaba wangu. Ikiwa yule ameambiwa hivyo, mimi na wewe wa miaka ya leo tunaambiwaje? Mmenipata vizuri? Hadithi ikaendelea hivi, anaambiwa Khalid pamoja na sisi wote, falau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu nyinyi watu wengine ambao labda mnataka kuwasema hawa maswahaba wangu, kuwasema vibaya, lau mmoja wenu anfaqa mithla uhudin dhahaban, angetoa sadaka mfano wa mlima wa Uhud, mithla Uhud dhahaban, akatoa dhahabu mfano wa mlima Uhud. Mlima Uhud ni mlima mkubwa sana Maka, mlima mzima. Itokee mmoja wenu ametoa dhahabu mlima mzima, ma balagha mudda ahadihim, isingefikia hiyo thamani ya thawabu zake, mudda ahadihim, kibaba cha mmoja wao hawa maswahaba wangu. Mlima mzima usingefikia mudda. Mudda ni kiasi cha kujaa mkono tu. Wala nasifahu, wala nusu yake. Mudda ni kama mikono miwili. Wala nasifahu, wala nusu yake. Kibaba kama vile kujaza mikono miwili, sawa? Wala nasifahu, wala nusu yake, isingefikia. Mlima mzima usingefikia. Yani sisi, mimi na wewe na hao kina Khalid bin al-Walid ambao Mungu amewaridhia, atoe mlima mzima sadaka, unaambiwa wewe haifikii sadaka ya Abu Bakar wala Abdurrahman bin Auf ya kiasi hiki. Alafu anaibuka mtu leo anataka kuwaingiza motoni kabisa hao watu. Inakuwaje? Imekaa vizuri? Hii hadithi imekaa vizuri ndugu zangu? Tuwe makini sana. Watu wanaoibuka leo bila ya woga wakawatukana masahaba, sharti tuwe makini sana, mjadala kwao haufai. Nitakupeni kisa kimoja. Kipindi fulani watu wamekwenda kwenye vita ya Tabuk. Wakati wamekaa pahali wamechoka, mtu mmoja akasema, sijawahi kuona mfano wa hawa wasomi wetu wa Qur'ani hawa. Akawataja wale wasomi wa Qur'ani wazuri wanaojulikana mbele ya Mtume. Sijaona watu wanaopenda matumbo yao kama hawa. Yani kama vile kusema watu walafi, wapenda kula. Halafu akasema tena waoga sana kwenye mapambano, tena watu waongo sana. Aliposema maneno yale, Auf bin Malik radhiallahu anhu alipomsikia akamwambia, kadhab bal anta munafiq, muongo wewe, tena unaonekana wewe ni mnafiki wewe. Tena nakwenda kumwambia Mtume. Alipokwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafika Qur'ani imeshamtangulia, ishashuka, imekwisha shuka Qur'ani kuhusu wao. Inawambia, na kama ukiwauliza wangesema innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ikashuka kuwajibu, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kama utawauliza kwa nini walisema maneno haya, wangesema tulikuwa mazungumzo tu ya utani tu, tumechoka na safari tu. Allah anawaambia, hivi utani wenu, mzaha wenu mnaufanya kwenye aya za Allah na mtume wake? Ndio hivyo mnafanya utani? Mnamfanyia utani Allah na aya zake na mtume wake? Nyinyi msitoe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya imani yenu. Wenzetu waliambiwa hivi kwa kuwachezea maswahaba kwa maneno hayo. Mtu kama Abu Musa al-Ash'ari au Ubay bin Ka'b
unamwambia mtu mpenda kula tu wewe, unaambiwa umekufuru baada ya imani yako. Leo mtu anakuja kusema huyu Abu Bakar ni Siddiq laanatullahi alayhi, inakuwaje? Tuwe makini sana. Waliambiwa hivyo. Sasa yule bwana yule iliyoshuka aya kwake, alipoona amekwenda shtakiwa kwa mtume, akawa anakwenda kwa mtume haraka kutoa udhuru. Kufika mtume ameshaamrisha msafara uinuke uanze kuondoka, ameshakasirika, mazingira hayafai tena. Akawa ameng'ang'ania kwenye kamba ya ngamia, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam hasimame, anamwambia abillahi wa aya, anamwambia la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru wowote, mmekufuru baada ya imani yenu. Ni kwa sababu hii ndugu zangu, nikaona nizunguke kidogo kuwakumbusha madhara haya yanayokuja kwa kasi namna hii. Halafu hawa watu tunaishi nao na wao wanajisema kama vile ni madhhabu moja tu katika madhhabu tulizo nazo, yani kama vile madhhabu nyinginezo tu, kama vile ukisema madhhabu ya Imam Shafi, ya Imam Abu Hanifa, basi na wao wako hivyo. Mtawajua kwa sifa zao hizo. Sina haja mimi ya kuambia wanaitwaje, sisemi leo mimi hapa wanaitwaje, lakini wasfu huu mtaujua. Wasfu wa kumchukia Abu Bakar, wa kumchukia Umar, kumchukia Uthman na kumtengenezea. Siku hizi zimerushwa clip, zipo, na wana juhudi kubwa nao ya kujenga misikiti na nini, wanatangaza ni Waislamu. Kuweni makini, shikeni wasfu wao, muangalie kwa kina, ili watoto wakifika kwenye nyanja zao msije mkawapoteza watoto wakajiona kitu sawa sawa tu. Bali kwao jina la Umar haliwezi kuitwa, bali hata ikitokea wamekwenda Maka kuhiji, wakiingia msikiti Masjidil Haram, ile milango ile imeandikwa majina mengi, kama kuna mlango wa Umar hawezi kupita hapo chini hapo. Mpaka kiongozi mmoja wa Waislamu anasema rahmatullahi ala Umar, Mwenyezi Mungu amrehemu Umar radhiallahu anhu. Mtume alisema shetani akikuona Umar lazima abadilishe njia. Kumbe uko hai mpaka ukifa pia lazima atabadilisha njia. Shetani akikuona Umar atabadilisha njia, hata umekufa mlango tu apiti, mtu anageuza njia. Rahmatullahi ala Umar radhiallahu anhu. Kwa hiyo tuwe makini, hawa watu wana sifa hizo. Hadithi hii kwenye riwaya nyingine ya Imam Muslim imepokewa na imesimuliwa na Abu Huraira. Neno la tasubbu likarudiwa, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, msitukane masahaba wangu, msiwaseme vibaya masahaba wangu. Iko mpaka leo riwaya Imam Bukhari na Imam Muslim, katika vitabu ambavyo Waislamu duniani wanaviona ni vitabu sahihi baada ya Qur'ani tu, ni hivyo. Lakini kwao hadithi hii inaweza ikawa Sahih Bukhari na Sahih Muslim si lolote, si chochote. Ndio watu pekee duniani wanaosema ni Waislamu na Sahih Bukhari hawaioni kuwa ni chochote. Kwa taarifa yenu pia hilo mliweke kichwani. Kuna kitu tulichofundishwa na Qur'an. Tumefundishwa katika jumla ya malezi tuchunge ndimi zetu na tuwapende wenzetu waliotutangulia katika imani, bali tuwaombee na dua. Qur'ani imetufundisha hivyo. Ilikuja kwa sigha ya khabar, lakini manake ni amri. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja na watakaokuja baada ya hao wema hao waliotangulia, yaqulun, wawe wanasema. Ikawa yaqulun, watakuwa wanasema, lakini lengo manake waseme. Wanasema nini? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Bwana wetu tusamehe na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia kwa imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, usitujalie sisi kuwa na chuki na mifundo kuwachukia wale walioamini. Qur'ani inatufundisha hivyo sisi tuliokuja baadaye tukawa tuna imani. Sasa chunguza, kundi lililokuja hilo ni baadaye linawachukia, wala haliwaombei kamwe dua hii rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, bali ndio kwanza linawachukia kundi kubwa la waliotutangulia katika imani. Wanasema hii dini hata hawakuileta vizuri kwetu. Hapo unapoonaje? Unaona
aya hii kama inakuamrisha hivyo na mwenzako anafanya kinyume na hivyo, mnafanana huyo mtu? Hamfanani. Kama nilivyosema jana, Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi anasema, idha raaita ahadan, pindi ukimuona mtu yeyote, yadhkuru ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bisuin, anawazungumza masahaba wa mtume kwa ubaya. Ukimuona mtu yoyote anaweza kuwazungumza masahaba wa mtume kwa ubaya, fattahimuhu ala islamihi, mtuhumu uislamu wake. Imamu Ahmad anasema hivi. Wama adraka ma Imamu Ahmad. Hebu katika akili yako akitajwa Imamu Ahmad, wewe unaona pametajwa mtu mdogo? Kama vile ukitajwa Imamu Shafi'i unaona kwako ametajwa mtu mdogo? Imamu Abu Hanifa wakitajwa hao ni mtu mdogo? Sasa imamu huyu anasema ukimuona mtu anamzungumza sahaba wa mtume kwa ubaya, mtuhumu kwenye uislamu wake huyo. Mtuhumu, yani tuhumu moja kwa moja. Mbona moyo wake hauna wasiwasi kumsema sahaba vibaya? Tuhumu kwenye hilo. Kuwa makini sana. Katika vita ya Khandaq, na hii ni riwaya vile vile imepokewa katika kitabu Sahih al-Bukhari, anayetueleza ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anatuambia hivi, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila al-Khandaq. Mtume siku ile iliyokuwa inachimbwa Khandaq Madina, alitoka kwenda kuangalia maswahaba kwenye kazi wanaoifanya ya kuchimba. Fa idha almuhajiruna wal ansar, mara akawakuta muhajirina na ansar, yahfuruna, wanachimba, fi ghadatin barida, katika mchana ambao baridi ni kali. Siku ile Madina kuna kipindi kinakuwa na baridi, huwezi kufikiri miji ya jangwa ile, lakini baridi yake ikija ni baridi kweli. Sasa kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha baridi. Akawakuta ule mchana unaanza, baridi ni kali mno, akawaonea huruma. Falamma raa ma bihim minan nasab, alipowaona yale yaliyowakuta ya shida kubwa, kazi ngumu, waljui, na njaa, qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ushahidi wetu uko hapa, zingatia vizuri. Akasema hivi, Allahumma innal aisha aishul akhirah, ya Allah, hakika maisha ya kweli ya sawasawa ni maisha ya akhira. Sasa faghfiril ansara wal muhajira, ya Rabbi, wasamehe ansari na muhajira. Sasa hiyo ni dua ya Mtume katika kipindi alichokiona kuna shida imewapata maswahaba wake. Anasema, ya Rabbi, haya si maisha, tukubali tu hii mtihani, lakini maisha ni hayo kwako akhera, wasamehe watu wangu ansari na muhajirin. Hivi dua hiyo wewe unaionaje? Wasamehe, wakishasamehewa hawa ni watu wa wapi hao? Peponi. Niambie kipindi hicho ikiombwa dua hiyo, Abubakar niambie awe atakuwa hayupo, Umar awe hayupo kwenye kazi ngumu hiyo. Ali huwa simtaji sana kwa sababu Ali hakuna shida kwake, hasemwi vibaya yeye radhiyallahu anhu. Yeye kwao ndo ni kwa hao watu wao ni Ali peke yake tu, na kwenye watoto wa Ali waliozaliwa Hassan na Hussein na kuna na wengine, lakini anatajwa mmoja tu, Hussein tu, Hassan pia. Yani wabaguzi tu, wajachagua kitu basi. Mtume alikuwa akiwapenda wote wajukuu sana, tena na kuwashika na kuwaombea dua, lakini wao anatajwa mtu mmoja tu, Hussein basi. Sijui kuna nini, dini gani, hata sielewi hili. Kweni makini. Watu hawa katika kadhia ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha, alitufundisha kuhusu Ashura, na akatufundisha kwamba kuna saumu ile ya Ashura. Saumu ile ukifunga unasamehewa dhambi za mwaka mzima. Si mnaijua saumu ya Ashura? Na alipokuwa Mtume amekwenda Madina, aliwakuta Mayahudi wamo na pilika za saumu ile ya Ashura. Akamwambia, kitu gani, kuna nini hapa nyinyi? Akasema, hii ni siku hii tunaojiandaa nayo, siku ambayo Allah alimuokoa Musa na watu wake na akamzamisha Firauni na watu wake. Kwa hiyo Musa alifunga kuonyesha shukrani kwa Allah, na sisi tunafunga. Mtume akasema, ana ahaqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kushinda nyinyi. Fasama an-nabiyyu wa amara bisiyamihi,
Mtume alifunga Ashura na akaamrisha kufunga. Alisema minna haki zaidi kuliko nyinyi. Maana yake ni nini kuambia Mayahudi minna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi? Maana yake ni kwamba Mayahudi hawakuwa wanamfuata Musa kikweli, wanamfuata Musa katika jambo wanalolipenda, wasilolipenda wanalipinga. Ni wale wale, yani walipojiita tu Mayahudi wao wako hivyo. Tangu huko nyuma Bani Israeli wakawa na tabu, wakarisishana tabia mbaya mpaka walipokuwa Mayahudi ndio kabisa. Sasa Mtume kwa kuwa yeye anamfuata kila kitu cha Musa vizuri, manake ni ndugu yake katika dini, katika imani, sawa sawa, bali ni ndugu hata katika damu. Yeye akafunga na akatuamrisha kufunga. Sasa Mtume ametuamrisha kufunga, si ndio? Watu wao Ashura sio siku ya kufunga, ni siku ya kujipiga. Wako hivyo watu wao. Ile masuala ya dini kwamba Mtume ametuamrisha Ashura, wao hawamo, hawajajulikana watu wao. Dini yao hapo kujipiga siku ya Ashura. Wanasema hii Ashura ni siku aliyouawa Imam Hussein. Kwa hiyo wako hivyo wao. Sasa wewe unafuata la Mtume au la kwao? Sijui tuko vizuri au tuko vizuri eh? Yaani mwe makini, vitu viko wazi mno. Ikifika Ashura, wao utukufu wa Ashura sio ule tena uliofundishwa na Mtume. Utukufu wa Ashura kwao ni kuhuisha msiba. Msiba tulivyofundishwa sisi, hata wa Mtume leo hatuhuishi mpaka leo, si ndio? Basi umekwisha msiba, lakini wao mpaka leo msiba unaendelea. Je, mafundisho ya Mtume kwenye msiba ni kuendeleza msiba? Wako hivyo. Kitu kingine, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema hivi: inna min amanni nnasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar, katika watu ambao wamenifadhili sana, yani anazungumza nimefadhiliwa sana, yani nimepewa fadhila kiasi kwamba sijui hata niseme nini. Mtu aliyenifadhili mno kwa mali yake, kwa kuwa karibu na yeye, ni Abu Bakar. Anatangaza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar alikuwa anafanya kazi yake kwa ajili ya Allah, sawa, lakini Mtume akaitangaza kazi yake, katika watu mimi walionifadhili sana sana sana, kuwa naye karibu na mali zake zikatoka kwa ajili yangu, Abu Bakar. Hakuishia hapo, akasema hivi: mali ahadin indana yadun illa waqad kafanahu, hakuna yoyote kati yenu, akawa anawaambia maswahaba, aliyetoa huduma kubwa kwangu ila tulikwisha walipa. Kila aliyefanya huduma yake kwangu tumekwisha mlipa. Anawaambia maswahaba, ma khala Aba Bakar, isipokuwa Aba Bakar bado hatujamlipa. Fa inna lahu indana yadan, kwa hakika Abu Bakar kuna huduma, kuna msaada, kuna fadhila ambazo amezifanya kwetu, yukafiuhu Allahu biha yauma alqiyama, hizo atamlipa Allah tu siku ya Kiyama. Abu Bakari huyu, ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamsema hadharani, nyote nyinyi, kila mmoja amefanya hivi amefanya hivi, akamwambia kila mmoja wenu ameshalipwa, lakini Abu Bakar kwetu sisi ametufanyia mambo hatujaweza kumlipa hata kidogo, tumemwachia Allah amlipe siku ya Kiyama. Akasema hivi: wama nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar, haijawahi kunifaa mimi mali ya mtu kwa hatua ambayo ilinifaa mali ya Abu Bakar. Hana maana Mtume kama hajasaidiwa na mtu. Ammi yake alimsaidia, Khadija alimsaidia, si ndio? Maswahaba chungu mzima mali zao zimetoka, lakini anasema hazijatoka zinazofanana na Abu Bakar. Manake katika vipindi ambavyo vinastahili hasa na namna aliyotoa yeye, hakuna anayemshinda Abu Bakar. Akasema hivi kwa kumalizia maneno haya: walau kuntu muttakhidhan khalilan, na lau kama mimi ningesema nichague rafiki nimuite Khalil, manake mimi nyinyi wote nakuiteni rafiki zangu rafiki zangu rafiki zangu, nakuiteni hivyo, sitaki kubagua. Ile suhba si Mwenyezi Mungu ameshaita kwa Qur'ani, anasema kama mimi ningejichagulia Khalil, latakhadhtu Aba Bakar khalila, ningemfanya Abu Bakari awe Khalil.
ala wa inna sahibakum khalilullah, lakini mjue sahibu wenu mimi ni khalilullah, kama vile Ibrahim khalilullah na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mimi ni khalilullah, simchagui mtu mmoja nikasema khalil. Walau kuntu muttakhidhan khalilan, na kama mimi ningekuwa nijichagulie khalil, rafiki huyo, kwa maana rafiki khalil pekee, latakhadhtu Abu Bakar khalila, ningemchagua Abu Bakar kuwa ndio khalil. Ala wa inna sahibakum khalilullah, jueni kwamba mimi rafiki yenu mimi ni khalilullah, nyinyi wote kwangu mtakuwa vile vile ashabi, antum ashabi. Sawa sawa. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyokuwa akimtaja Abu Bakr as-Siddiq. Ndugu zangu, hawa watu ambao ni hatari, Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Ahzab aya 6 alisema an-nabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim, mtume kwa waumini yeye ndio nafasi ya mbele. Awla bilmu'minin, yeye ndio nafasi ya mbele, kama vile wali wao waumini wote, anaweza kuamua lolote kwa waumini kuliko wenyewe. Sawa sawa. Yani mtume anaweza kuwaamulia waumini kuhusiana na mambo yao kuliko nafsi zao, alikuwa anayo haki hiyo. Sasa imekaa vizuri. Mtume kwetu sisi, bali kwa maswahaba aliokuwa wamezunguka, an-nabiyyu aula bilmu'minin min anfusihim, mtume alikuwa yeye ndio msimamizi wa waumini, ndiye wali wao, ndiye mhukumu wa mambo yao kuliko kuhukumiana wenyewe kwa wenyewe. Akisema yeye mimi nataka iwe hivi, ndio sawa sawa. Aula bilmu'minina min anfusihim, imekaa vizuri. Yani anaweza kuyahukumu mambo yao. Ndivyo alivyokuwa mtume kwa waumini. Akasema wa azwajuhu, na wake zake, ummahatuhum, ni mama wa waumini. Tuko vizuri? Wake za mtume tukaambiwa sisi ni mama zetu waumini. Ukishaelezwa hivyo na Mungu, hayakutosha ya maneno hivi. Mungu akwambia huyu ni mama yako, unatafuta yani mama yangu kama vile mama yangu alenizaa, unatafuta hilo unatafuta hilo. Kwa mfano baba tu akamuoa mwanamke, yule mwanamke kwako anakuwa ni nani? Na kwa mfano baba akaja kutamkia huyu ni mama yako, unajua kama mimi nimemuoa ni mama yako, unaanza kusema sasa huyu yani atakuwa kama mama yangu mzazi. Utaanza kutafuta haya. Wewe unatafuta haya kwa baba yako kweli? Huwezi, hueleweki. Sasa acha baba, Allah anatuambia wake zake mtume ni mama zao waumini. Hayajatutosha maneno haya, hayaeleweki, kwa sababu Qur'ani ni ujumbe, na ujumbe, mazungumzo, lengo ni kufikisha ujumbe. Haya maneno haya huwa lengo lake ni kufikisha ujumbe, sio kucheza na yale maneno yenyewe. Ukicheza na maneno siku zote ujumbe unaweza ukaharibika. Inatakiwa ujumbe umefika kwa maneno haya. Kwa mfano watu wanaposema hivi, bwana umekula ng'ombe mzima kasoro mkia, maneno haya hayafikishi ujumbe. Unafika ujumbe ufiki? Umekula ng'ombe mzima bwana, ujumbe unakuwa umekwisha fika, sio? Lakini ukitaka kucheza na maneno hapo, maneno yote yataharibika, ujumbe wote unaharibika. Umekula ng'ombe mzima kasoro mkia, yani ng'ombe mzima anaweza akalika, pembe pia zinalika, nabakia mkia, kwato je zitalika? Utakuwa umeshaharibu kila kitu, kwa sababu haiwezekani kula ng'ombe mzima ikawa bado mkia tu, kwato hazitolika, meno hayatolika, pembe hazitolika. Sasa sio lengo lakini la ujumbe. Ujumbe manake kazi hii ulivyoifanya hapa, palipobakia ni mkia tu, yakemaliza, si ndio hivyo? Qur'ani nayo ina mtindo kama huo. Alizungumzwa yule kafiri walivyokuwa wakizungumza watakavyotiwa mnyororo akhera, thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku, wanaambiwa malaika mfungeni huyu mnyororo dhiraa 70. Sasa ukianza kusema dhiraa 70, sasa hivyo dhiraa 70 za mtu mkubwa kama watu wa kaumu Adi, au kama mimi mfupi kombo, au mtoto mdogo, zote si dhiraa. Unaanza kutafuta hayo dhiraa 70, manake mnyororo mrefu umeshaeleweka. Kesi ya nini sasa? Au mtu unaambiwa msamee ndugu yako mara 70. Utacheza na maneno. Kwa hiyo nimwambie ndugu yangu nimekusamee. Ueleweki ukiwa hivi. Yani msamehe sana, si ndio manake? Kwa hiyo usicheze na maneno. Ukicheza na maneno
ujumbe wote unapotea. Lakini ujumbe umeeleweka, na wake za Mtume ni mama zao waumini. Tulipoambiwa mama zetu ikawa ni haramu hata kuwaoa, na aya nyingine ikabaini kabisa kutokuwaoa, si ndio hivyo? Sasa mtu anakuja anajadili, lakini haina maana kwamba ni mama yao kama vile mama yao na hivi na hivi. Maana yake wanaogopa nini? Tunakuja kuambia hivi, nyinyi mnawalani mama zenu, hamridhiki mpaka Aisha mumuombee lana. Unamwombea lana mama yako wewe, na ukimwombea lana mama yako itakurudia, kwa sababu hii lana ilivyoumbwa na Allah, inapotolewa kwenye kinywa cha mtu inatoka kama vile kiumbe hai. Mungu akulani, lana imetoka tap, inapanda mbinguni kwanza, inafika mbinguni imefungiwa, inarudi ardhini imefungiwa, inaelekea upande wa mashariki magharibi, haikupata pa kuingia. Inamrudia muhusika aliambiwa Mungu akulani, inamwangalia anastahiki kweli laana hiyo, kwa hadithi ya Mtume. Akiwa hastahiki, laana inamrudia aliyesema. Waliyadhu billah, Mungu atulinde. Sasa hawa kila siku wanawalani hawa watu ambao Mungu amewasifia. Sasa tunapowaambia mnalani mama zenu, laana itawarudia, hapo ndipo wanapoanza. Kwanza mama mwenyewe ile pale tulipoambiwa huyo mama ili awe mama au aombewe hiyo dua, sharti uangalie mambo ya mbele. Ametajwa vipi hawa wanawake wenyewe, sifa zao? Wao ndio wanaokuja kuziona hizo sifa na kuwaona kwamba hawafai. Mungu mwenyewe mwenye watu wake alikwisha waona wanafaa. Nilipenda niwafikishie ujumbe huu ili muondoke nao, na kwa leo niishie hapa. Niwaachie maswali kama mnayo, yakiwa ndani ya mada na ikiwa mnayo mengine mawili matatu nje ya mada. Kwa kumalizia, Allah aliposema an-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim, Mtume akafafanua akasema hivi, akasema ma min mu'minin, hakuna muumini yoyote, illa wa ana aula nnasi bihi fi dunya wal akhirah, ila mimi nitakuwa ni mtu wa karibu sana kwake, niliye bora sana kwake kusimamia mambo yake yote, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhera. Mimi ndio walii wake wa kusimamia mambo yake duniani na akhera. Mkipenda someni an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Halafu akafafanua akasema wa ayyuma mu'minin, na muumini yoyote atakayekuwa taraka malan, ameacha mali, asije akadhania kwamba kwa kuwa mimi nimesema ni walii wake basi mimi nitamrithi mali. Hapana. Muumini yoyote akiacha mali, faliwarathatihi, mali hiyo warithi wale wale warithi wake, wa asabatihi, na watu wake wale ndugu zake wa karibu wamrithi, makanu, wowote watakaokuwa. Lakini wa intaraka dainan, kama muumini ameacha deni, anadaiwa, mimi si ndio wali wake, muumini anadaiwa, au dhayaan, au kitu amepoteza muumini, kuna kitu kimepotea kikamtia yeye matatizo, basi huyo faliyatini wa ana maulahu, aje kwangu, mimi ndio msimamizi wake, hilo deni nitamlipia. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Allahumma salli wa sallim. Mali zetu tukiacha, Mtume alisema warithi watu wetu, si ndio? Lakini tukiwa tuna deni, yeye angetulipia deni letu. Tuko vizuri? Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna maswali, nakaribisha watu wetu, wenyeji wetu, mtuambie nini cha kuendelea katika hayo.